pia mpaka mwisho. Kisema hivyo mwisho huwa namaanisha mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, ili uweze kuhabarika na kupata yale takayokuwa nimeweza kukupatia kwa hiyo siku husika hapo. Lakini awali nilikujuza mambo ya siasa bwana. Mwanasiasa akikwambia nje kuna jua, toka kwanza kalihakikishe wewe mwenyewe kwa macho yako. Je, kweli jua lipo kali? Sija kakwambia nje kuna jua, kumbe hata jua lenyewe pia hamna. Hayo ni maneno ya wanasiasa, na hayo ni maneno ya wazee wenye hekima. Wanasema hivyo kwamba siasa ni mchezo mchafu. Kwa hiyo msikilize mwanasiasa, lakini wanatakiwa pia naweze kuyachekecha. Kama ambavyo wanasema ya kuambiwa changanya na yako. Na hapa nataka nimzungumzie Wenje ambaye awali alikuwa Chadema na ameweza kuitumikia Chadema na ameweza kuyaongea mengi wakati akiwa Chadema, lakini ghafla binivu juzi nilikuja kuzungumza hapa juu ya kuhama kwake kutoka Chadema na kuhamia CCM. Na tangu alipohamia CCM ni miongoni, naweza nikasema ni miongoni mwa waliohamia CCM ambao kila kukicha wana maneno top juu ya Chadema. Na leo pia amekuja na jipya, jana alikuwa na jipya, leo pia na jipya. Na leo amesema Chadema imekuwa taasisi ya harakati za kuhamasisha vurugu. Sasa mimi nikajiuliza kwamba awali yeye alivyokuwa kule ilikuwaje? Na yeye pia alikuwaje? Ezekia Wenje. Ezekia Wenje ni mwanachama mpya wa Chama cha Mapinduzi CCM. Amesisitiza kuwa hakuna aliyekiondoa chama chake cha zamani cha Chadema katika ushiriki wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu, bali vikao vya chama hicho chini ya viongozi wakuu wa chama ndiyo waliokubaliana kuhususia uchaguzi huo na kuamua kukigeuza chama chao kuwa cha wanaharakati na chenye kuhamasisha uvunjifu wa amani nchini. Wenje amebainisha hayo leo Alhamisi Oktoba 16, 2025 wakati wa mkutano wa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan katika viwanja vya Kaitaba Bukoba mjini mkoani Kagera. Akisema ni muhimu kusema ukweli ili Watanzania wafahamu kuwa licha ya changamoto na hoja zao kutatuliwa na serikali ya Rais Samia, bado chama hicho kutokana na uoga wa kushindana kuliamua kususia kushiriki uchaguzi huo. Amezungumzia baadhi ya yale yaliyokuwa mapendekezo yao kuwa ni pamoja na wakurugenzi wa halmashauri kutosimamia uchaguzi, kusiwepo na mgombea anayepita bila kupingwa, pamoja na wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kutoteuliwa na rais pekee yake, bali kuundwe Tume Huru ya Usahili wa wajumbe, mambo ambayo yamefanyika kupitia mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024. Wenje amesema maamuzi ya Chadema kutoshiriki kwenye uchaguzi yamekigeuza chama hicho kuwa taasisi ya kiharakati nchini, kikikosa mwelekeo na utii wa kikatiba, na badala yake kimegeuka kuendeshwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii chini ya watu walioko nje ya nchi, ikiwemo Kenya, Marekani na Sweden, ambao wamekuwa wakihamasisha vurugu na kuchochea uvunjifu wa amani nchini. Ni mnukuu hapa. Anasema, sasa wewe kijana uliopo hapa Kagera, mtu yupo Marekani, unajua anavyopata hela, halafu anakuambia uende ukaandamane, wakati yeye na mke wake wapo huko. Najua mnakumbuka story ya Kibwetere hapa kwa jirani zetu Uganda. Sasa kama wewe mtu yupo Marekani anakuambia ukaandamane, tofauti yako na wale waumini wa Kibwetere ni nini? Utaangamia. Ameongeza kusema hivyo Wenje. Nikaona msikilizaji nikusogezee kile alichoweza kukizungumza huko
Kwa hiyo karibu hapa tuungane kwa dakika kadhaa tuweze kumsikiliza Wenje.